Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, leo watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV, tumekutana tena kwa mara nyingine tena katika vipindi vyetu na darasa zetu za adhkari na dua, na tupo katika mwendelezo wa darasa mbalimbali za adhkari na dua. Na leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunawaleteeni bismillah, ambayo mada inasema kwamba bismillah ni kinga ya macho ya mwanadamu. Ndio mada ya leo ambayo inazungumza kuhusiana na bismillahir rahmanir rahim, kwamba ni kinga ya macho ya mwanadamu. Hii ndio mada ya siku ya leo, na nikuombe wewe mtazamaji wangu wa chaneli yetu hii, baada ya kuangalia darasa hili, si mbaya ukasema chochote ama ukalike hapo, si mbaya ukifanya hivyo. Na mimi wanawapenda sana watu ambao wanatazama na wakalike darasa zetu. Tunajua kwamba hawa ndio watu ambao wanafuatilia na kuzipenda hizi darasa zetu. Ndio maana mara nyingi kila tukitoa darasa kama hizi, mwishoni kabisa wanawafanya dua watu kama hawa ambao wanalike darasa zetu hizi. Mwenyezi Mungu awafanyie sahali katika mambo yao na katika haja zao. Leo tunakwenda kuiangalia bismillahir rahmanir rahim, kwamba ni kinga ya macho ya mwanadamu. Ni kinga ya macho ya mwanadamu. Kabla sijakuletea kwa nini iwe kinga ya macho ya mwanadamu, ni kuelekeze kwa nikupe kwamba faida kama 5 hivi za hii bismillahir rahmanir rahim. Kisha baada hapo ndo niingie katika maudhui kwa nini bismillah iwe kinga ya macho ya mwanadamu. Itegee masikio vizuri sana mada hii, isikilize kwa makini sana mada hii. Faida ya kwanza kabisa ya bismillahir rahmanir rahim, hii ni aya ndani ya Qur'ani kwanza ambayo ipo ndani ya surati al-Fatiha. Lakini bismillahir rahmanir rahim imeanza kila mwanzo wa sura katika Qur'ani, kasoro sura moja tu, surati Tauba, ambayo ndio haikuanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Hii bismillahir rahmanir rahim ndani yake ina majina matatu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo kuna Allah, kuna Ar-Rahman na kuna Ar-Rahim, yako ndani ya bismillah, neno ambalo limeundwa na herufi takriban 19 na lina maneno manne, lakini limeundwa na herufi 19. Sasa miongoni katika faida za hii bismillah, kabla sijakuletea kwa nini bismillah iwe kinga ya macho ya mwanadamu, kwanza hii ukimsomea mtu ambaye alichanganyikiwa, labda kwa ajili ya mashetani au kwa ajili ya sihiri, ukimsomea hii mara 41 kwenye sikio lake la upande wa kulia, mtu huyo anakaa sawa. Na hii mara 41 utamsomea kwa siku 41, kwa maana kila siku utamsomea mara 41, yule mtu atakuwa sawa kabisa. Yule ambaye amechanganyikiwa, ametukwa akili labda kwa sihiri ama kwa shetani, basi atakuwa sawa biidhnillah ta'ala. Ni bismillah. Lakini bismillah hii kama utaisoma mara 786 ndani ya wiki moja, kuna haja yako, kuna jambo lako, labda ukalikusudia jambo langu hili, alafu ukaifanya hii bismillah mara 786 ndani ya siku 7, kwa maana kila siku kama unasoma hii bismillah mara 786 kwa muda wa siku 7, basi kwa kile ambacho unachokihitaji, kwa kile ambacho kwamba unachokiomba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia na atakupa. Hizi ni miongoni katika faida za hii bismillahir rahmanir rahim. Lakini hii vile vile unaweza ukamfanyia mtoto wako ambaye labda amechelewa kutembea ama amechelewa kuongea, basi kuna namna zake za kumfanyia ili kuwahi kutembea, ama za kumfanyia ili kuweza kuzungumza, ama mwanamke ambaye tayari kapata ujauzito na amefikia muda wa kujifungua lakini bado hajajifungua, basi hii bismillah kuna namna zake za kufanya ili madi aweze kujifungua kwa njia iliyokuwa nyepesi kabisa. Lakini hii bismillahir rahmanir rahim kama utaisoma muda wa usiku mara 21, basi nyumba yako hawawezi kuingia wezi, na wala hawawezi kuingia watu wabaya. Bimaana kama atakuwa anaingia mchawi, maana kuja mchawi, basi utamuona katika ndoto, na ile ndoto asubuhi ukiamka utajua kama huyu ndo alikuja kunifanyia sihiri.
na kuna dalili na kuna alama ambazo unaweza kuziona kwa mtu ambaye alikujia katika njia hiyo kuja kwa ajili ya kufanya siri. Utamuona live kabisa, lakini utamuona katika usingizi. Na asubuhi baada ya kuamka kuna ishara utakwenda utaziona wewe kwake kujua kwamba kweli huyu mtu alikuja na akanifanya siri. Ukisoma Bismillahirrahmanirrahim mara 21 wakati unakwenda kulala. Hizi ni faida chache sana katika faida nyingi za Bismillahirrahmanirrahim. Na hata kwenye biashara yako, ukipenda kila unapofungua biashara yako basi ukaanza kwa Bismillahirrahmanirrahim takriban mara 7 kila unapofungua, basi utaona vitu vya ajabu katika swala zima la wateja katika biashara yako kuipupia na kuja kwa wingi sana. Hizi ni faida chache katika faida za Bismillahirrahmanirrahim. Sasa tuingie katika ile mada yetu ya leo. Nilikwambia kwa nini bismillah iwe kinga ya macho ya mwanadamu. Bismillah imekuwa ni kinga ya macho ya mwanadamu kwa sababu katufundisha Bwana Mtume Muhammad ya kwamba Muislamu unapovua nguo basi sema bismillah. Unaweza kusema bismillah au ukasema Bismillahirrahmanirrahim. Mwanadamu anapovua nguo bila kusema hii bismillah, mara nyingi shaitani huwa anakuchezea, huwa anakutomasa kama vile wewe unapotomasa simu, anakuchezea ukisoma nguo bila kusema bismillah. Lakini ukisoma bismillah, bimaana hata kama utakuwa bila nguo unakuwa hakuna mushkili wala hakuna wasiwasi, na yeye anakuwa yuko mbali kabisa na wewe. Ndio maana ukaambiwa bismillah ni kinga ya macho ya mwanadamu. Lakini hata wakati unakula chakula, yote anayekula chakula na hakusema bismillah, basi kile chakula huwa anakula na shaitani. Ndio maana mashaitani mara nyingi kama anakwenda katika nyumba, wale watu kila wanachokifanya aidha kwenye kula kwenye nini wakaanza na bismillah, wale mashaitani wanaondoka, na kwa sababu wanakonda katika nyumba hawapati faraja wala hawapati utulivu, na wanaona kwamba munani unaweza tukafajaa. Kwa hiyo wanahama na kuondoka kwa mtu ambaye mmoja kutamka hii bismillah. Hii ni kinga ya macho ya mwanadamu. Lakini vile vile hata wakati wa tendo la ndoa, bi maana mwanamume anapokwenda kumwingilia mke wake kama hakusoma dua, basi mashaitani au shaitani unaingia naye katika tendo la ndoa. Ndio maana unapoenda kufanya tendo la ndoa basi useme bismillah, Allahumma jannibna shayatin au shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Dua hiyo unaiomba wakati unakwenda kufanya tendo la ndoa. Utaanza na bismillah ama utaisoma kama kaida Allahumma, lakini wakati unakwenda katika tendo basi uanze kusema bismillah. Shetani anakuwa mbali kabisa na wewe na anakukimbia kabisa na wewe. Ndio maana tukasema bismillah ni kinga ya macho ya mwanadamu. Mfano umemuona nyoka ghafla au umemuona nge ghafla, basi usikimbilie kuchukua bakora na kumpiga tu, hapana. Piga adhana, lakini baada ya adhana sema bismillah. Sema bismillah mara nyingi huwa wanakimbia na huwa hawapendi kabisa kuisikia Bismillahirrahmanirrahim kwa sababu inawaunguza. Ni silaha kubwa sana kwa katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tukasema bismillah hii ni kinga ya macho ya mwanadamu. Kwa hiyo tuitumie kwa kiasi kikubwa sana. Nimekupa baadhi ya faida chache sana za hii bismillah, basi nenda kazitumie katika haja zako, katika mambo yako, ili inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe uyapate yale ambayo yaliyomo katika Bismillahirrahmanirrahim. Japo kuna faida nyingi sana ambazo zingine sijazieleza hapa kutokana na muda, maana video zetu hizi hatutaki ziwe ndefu sana, ziwe dakika 9, dakika 10, zimezidi dakika 12, ili mradi mtu aweze kuangalia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu watu wengi huwa hawapendi kuangalia video ndefu. Wengine wanaogopa kula MB zao, kula mabando yao. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuzipisha video zetu ziwe fupi, ili mtu aweze kuangalia mwanzo mpaka mwisho, aweze kupata faida katika darasa hizi ambazo kwamba tunakuwa tunazitoa. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa, yakamate haya machache niliyokuambia kwa leo kutokana na bismillah. Basi nenda kayafanyie kazi na inshallah utakwenda kuona muujiza na maajabu ya hii Bismillahirrahmanirrahim. Neno ambalo lina herufi takriban 19 na lina maneno manne, na ndani yake kuna majina matatu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni Allah, kuna Ar-Rahman, alafu kuna Ar-Rahim na bismillah. Na inshallah baada ya darasa hili siku za mbele huko tutakuja kuyachambua haya majina peke yake haya ile katika bismillah, maana Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tutakuja kuyachambua haya majina, faida zake, mtu mmoja kuyatumia inakuwaje. Tutakuja kuelezea haya katika vipindi vingine vijavyo huko mbeleni. Kwa leo tuishie hapa inshallah. Usisahau kulike, usisahau comment na kadhalika. Wewe ambao hujasubscribe bado, basi subscribe ili mradi kwamba kila darasa tukileta uwe mwanzo kupata darasa kama hilo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.